Zai, adhabu kali itakufikia hivi punde. Umejuaje hili? Cleva, mpenzi wangu! Cleva! Ila sharti ni moja tu. Utakubali kufunga na mimi ndoa kwenye mti wa laana ili upate kuishi kwa amani. Na kanisi uyokingabie. Soko kusala iloko wana. Ukuzala mtumuko ya malamu na kati ya familia nayo. Pona kubikisa familia nayo. Nali bota na omo bimba. Ndima uzala mwasi na ngai. Na kanisi uyokingai. Upo tayari ama nende zangu? Basi mimi naomba usifanye kitu chochote kile. Mimi nimekubali. Sure. Nakusubiri. Moyo wangu umebeba mengi tena ya kuumiza, mana ninachoshika kwangu kinateleza dunia. Mwalimu mzuri ila ameshindwa kunifunza tofauti kati ya maisha na mapenzi. Onalia Naona umekubali kuolewa na mimi. Hapana, mimi sijakubali kuolewa na wewe. Ila tu nimekuja hapa kukuomba umwache mdogo wangu pamoja na mwanaume wangu. Naona wewe ni mtu mzuri sana, unaweza kufanya hivyo. Basi ngoja nikwambie, hakuna msaada wa bure duniani. Na kuna kazi unahitaji kunisaidia. Ni kazi gani hiyo? Maana wewe kila kitu unakiweza.
Dada, 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 dada. Clever. Niambie mpenzi wangu. Hivi unajua Aisha anajua mahusiano yetu? Nini? Anajua. Imekuwaje mpaka ajue? Alituona. Unajua ni changamoto. Yaani hapa nawaza sisi tunafanyaje? Kwa sababu tumepewa onyo kwamba hata utoka na mtu kilingeni tunaliwa nyama. Sasa baba, tujiandae kuliwa nyama. Kati ya mimi au wewe? Sawa. Kwa hiyo vipi? Yaani sijaelewa vizuri. Ina maana alivyotuona uliongea naye chochote kile labda? Hapana. Jiongea naye chochote. Sisi nikaje. Uone kama tatizo ikifika kwa mkuu. Sasa tunafanyaje? Maana naogopa kuliwa nyama mwezio. Mambo kama mimi. Hii taarifa zikifika kwa mkuu, tumekwisha mpenzi wangu. Ina maana vipi? Kuna nini? Mbona sielewi? Aisha ananiita. Acha mimi niende nikamsikilize ili nikamstopishe. Maana mambo si kama makubwa bure. Mwisho wa siku mkuu akatuona sisi jao nikaliwa nyama, mimi naogopa. Sawa. Zingatia hilo sawa. Ukifeli hapo tumekwisha. Yaani sikufiche. Ukifeli hapo tumekwisha. Sawa. Acha niende. Baada nilipokukuta, nilihisi utakuwa ushaondoka kazini. Hapana. Bado sijaondoka. Vipi hali yake? Dada ana hali mbaya na bado hajaamka. Na asipoamka leo ni siku ya 3. Sijui hata tunafanyaje katika swala hili shemeji. Pole sana. Lakini pia hilo jambo lisikutie mashaka sana. Kila mtu anafahamu kuwa anaumwa. Na aliacha kadri siku zinavyozidi kwenda inazidi kuwa mbaya. Usijali kuhusu hilo. Kwa sababu hii ni michezo tu. Kuna watu wanaicheza. Wa hapa kijijini hapa. Samahani shemeji, umesema michezo. Unamaanisha nini? Maana unaniachi kabisa hapo sijaelewa. Irene, wewe bado binti mdogo sana. Na wahenga wanasema asiyejua maana usimpe maana. Kwa maana itakuwa na maana kwa mtu asiyejua maana. Muda ukifika, kila kitu utakijua. Yaani kila kinachoendelea utakifahamu. Kwa sasa hivi mimi nikutie moyo tu. Na nikuahidi dada yako atakuwa sawa. Atapona na maisha yataendelea kama kawaida. Ila watu wa hapa kijijini wasichokijua kwamba mimi kama sijakae. Ukiwasha mbele na waka, ukiwasha nyuma tawaka. Yaani kama wao wanajua michezo ya mbele, basi mimi najua hata. Kwa sasa muombe sana Mungu dada apone na hakikisha unamjali sana muda wote na kwa karibu na kila kitu kitakuwa sawa. Sawa shemeji, natumai itakuwa hivyo. Nilishaahidi na natekeleza. Nilianza na mume wako na sasa hivi umefuata wewe.
mwili wako utapumzika pema peponi, lakini kivuli chako bado kitaendelea kunitumikia. Sasa hivi mimi ndo gwiji na ndo kiongozi wa Kilinge. Mbona umekuja kwa asila hii? Nimekuita hapa sio kwa uadui, bali nimekuita hapa tuwe marafiki tena. Alafu itizingatia mimi na wewe tunafanya kazi same ndugu. Sawa, haina shida. Maana nilikuwa na wasiwasi sana. Usije ukaenda kusema kwa mkuu bure tukaja kuliwa nyama. Mimi naogopa. Siwezi kwenda kusema kwa mkuu, ukizingatia hata mimi nafanya kosa ile hilo. Hila na kitu kimoja nataka unisaidie. Jambo gani hilo? Nahitaji nimpate mkaranga. Sawa, mimi nitakusaidia kumpata mkaramba. Hata usijali kwa hilo. Sawa, hamna shida. Moyo wangu umebeba mengi tena ya kuumiza, mana ninachoshika kwangu kinateleza dunia. Mwalimu mzuri. Sasa kaka. Salama. Shikamoo yako. Maraba. Kaka, nimeleta posta muda mrefu sana, lakini mpaka saa hizi majibu yangu sijapata. Najua umeniambia kuhusu pesa, lakini kila siku mimi natafuta pesa na ina maana ipo siku nitazipata. Kaka, hebu jitahidi basi nipate majibu yangu kwa wakati. Usinifanyie hivyo. Nampenda sana binti yenu. Unajua mimi mwenyewe sasa hivi sielewi chochote kinachoendelea. Kwa sababu hem, jifikirie. Mtu umemwagiza mikate tangu asubuhi mpaka sasa hivi hajaleta. Hem, jifikirie kama ndio ungefanyaje sawa? Wewe bwana. Sasa namwambia kuhusu majibu, anaendea eti mikate, sijui sukari kufanyaje. Sasa mimi nashinda kumuelewa sasa. Wakuu, mizimu ya mababu na mababu na mabibi na mizimu yote ya ukoo wetu, nimekuja hapa kijana wenu. Hakika nina shida ambayo inanifanya nikose raha kabisa katika moyo wangu, na ni muda mrefu sana nimekaa na siri hii kwenye moyo, lakini leo nimekubali